Faida ya kwanza, ufufuo wa Yesu. Wakorintho wa kwanza 15:20, yeye ni limbuko la waliokufa, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko la waliolala. Kwa maana kwa kuwa mauti iletwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu iletwa na mtu. Kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote wanahuishwa. Anasema ni limbuko la wote waliolala. Tunaamini ya kwamba kama Yesu alikufa akafuka akashinda mauti, yeye ni limbuko la wote waliolala, waliokufa. Tunaamini ya kwamba hata sisi one day tunakuja kufa, lakini tunawake ya kwamba tutafufuliwa pia, kwa maana Kristo amefuka kwanza yeye, baada yake Yesu na sisi tutakaolala tutakufa. Kwa mtu mmoja mauti iliingia, yani Adam, lakini kwa mtu mmoja Kristo ulikuja wokovu. Kama mauti iliingia kwa Adam, Kristo utahuishwa kwa sababu yeye. Kwa Yesu ni limbuko la waliokufa. Tuna hakika ya kwamba kama Yesu alishinda mauti, hata sisi tukilala one day tutaamka. Ndiyo maana walioamini hawafi, wanalala, wanapumzika. Hautakufa, utalala. You shall sleep, hautakufa. Kwa nini? Unatumaini la kuamka, maana Kristo ni limbuko la wao waliolala. Wanasifiwe. Kama Yesu asingelifuka, basi na sisi tungesema tutakuja kufa, hatutafuka. Lakini Kristo ni limbuko la wote waliolala. Kwa tuna uhakika ya kwamba hata tukilala one day tutaamka. Parapanda italia na sisi tutasikia parapanda, tutaamka. Kristo ambaye alifuka na sisi atatufuata, tutaamka. Sema amina. Tuna ufufuo wa aina tatu. Aina mbili, lakini kwenye makundi matatu. Ufufuo wa aina ya kwanza unaitwa ni ufufuo wa kwanza, first resurrection. Lakini ufufuo aina ya pili ni ufufuo wa pili, na ufufuo wa kwanza umegawanyika kwenye makundi mawili. Ufufuo wa kwanza upo kwenye makundi mawili, ufufuo kabla ya unyakuo. Yesu akija kunyakua atafufua waliokufa kwanza, waliolala mauti. Anasema kufumba na kufungua watafufuliwa kwao, watageuzwa, watapewa miili mpya, alafu tutaungana nao mawinguni kwa ajili ya kwenda mbinguni. Huo ni ufufuo wa kwanza, lakini kundi la kwanza la ufufuo. Yesu akija ikipigwa parapanda, tutasikia sauti, tutafufuliwa pia na sisi. Lakini ufufuo wa kwanza, lakini kundi la pili ni ufufuo baada ya dhiki kuu. Baada ya dhiki kuu duniani, watakatifu bado watafufuliwa. Utasema sasa inakuwaje? Kuna watu ambao wataokoka wakati wa dhiki kuu. Usoma Biblia vizuri. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 20 utagundua kuna ufufuo wa aina mbili baada ya dhiki kuu kuwa imepita duniani. Kuna watu ambao watakubali kuishindania imani kwa gharama zozote, watakataa kuipokea chapa ya mpinga Kristo, wataokoka kwa damu zao, watakuwa tayari kuchinjwa kwa damu zao, wataokoka. Hawatakuwa tayari kupiga chapa ya mpinga Kristo. Wengine watakatwa vichwa, wengine watauawa. Hao wataokoka kwa damu zao baada ya kipindi cha neema kuwa kimeisha. Hasa na hao pia baada ya miaka 7 ya harusi ya mwanakondoo na miaka 7 ya dhiki kuu, Biblia inasema watafufuliwa kwanza kwa ajili ya utawala wa miaka 1000. Ufunuo sura 20 mstari wa 4, wa 5, 6 na kuendelea. Lakini baada ya hapo tuna ufufuo wa mwisho, watu wote pia wakafufuliwa nao. Na maandiko yanasema kama Kristo alifufuliwa, na sisi tunaamini ya kwamba tutafufuliwa. Ni limbuko la kwetu sisi lala. Namba 2, kufufuka kwa Yesu ndiyo ukamilisho wa upatanisho. Kufufuka kwa Yesu ndiyo ukamilisho wa kazi ya msalaba, kazi ya wokovu. Warumi 4:24. Yaani Yesu angelikufa asifuke, kusingelikuwa na wokovu wote. Yaani Yesu angelikufa asifuke, mwanadamu asingelikombolewa. Au Yesu angelipa kifo chote kingine, Yesu angepata ajali akafa wakamzika. Bali kwa ajili yetu sisi mtakaohesabiwa hivyo hivyo, sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Kwa Yesu anapofuka, maana yake ni kwamba anakamilisha kazi ya wokovu. Kama hajafuka Yesu, tusingekuwa na ujasiri. Wapendwa, tuna ujasiri wa kuhubiri Injili kwa sababu tunayemhubiri sio maiti, amefuka, yuko hai. Waasisi wa dini nyingine wote wamekufa, lakini Yesu wetu ameishi, anatawala, yuko hai. Na huo ndio ujasiri wetu, na hiyo ndio jeuri yetu. Yesu wetu anaishi, yuko hai, amefufuka, yuko hai, na shetani anajua Yesu amefufuka. Haleluya! Walijaribu kutunga uongo, Linda wasema amemwiba. Linda siye kamuiba, sawa, wakalinda bado ya kulindika, akaja akafuka bado, wakawapa hela waseme uongo, kwamba semeni uongo ya kwamba Yesu ulipokuwa tumelala walikuja akamuiba, sawa. Wale waliza akapewa na hela wakala, lakini bado Yesu amefufuka, ni Bwana. Akaonekana bado, akatembea siku 40 usiku na mchana, siku 40 akatokea kwao, wakawa wanamuona, akasema nao ya kwamba amefufuka kweli, wala sio kwa kifisho, bali yuko hai hata leo. Ninasema yu